Zekana mwaka jana, mwaka juzi, leo anatuambia kupitia chama kinachofadhiliwa na serikali, chama kibaraka wa serikali, kwamba watafanikisha. Kwa chama chetu kimekataa uhuni na siasa za ulaghai. Kamati kuu inatambua na kuzipongeza kauli zilizotolewa na viongozi wa dini na taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi kuanzia kipindi cha mwezi Machi 2025 hadi Mei kuhusiana na umuhimu wa kufanyika mabadiliko ya muhimu ya uchaguzi kabla ya uchaguzi kufanyika mwezi Oktoba. Kamati kuu inazipongeza kauli na msimamo hiyo kwa jinsi ilivyosadifu msimamo wa no reforms no election. Tunawasihi viongozi wote wa dini na taasisi zingine ziendelee kupaza sauti. Kwa hiyo kamati kuu yetu imetambua na kuzipongeza kauli zilizotolewa ndani na nje ya nchi, kauli za watu maarufu. Jaji Warioba amezungumza, mtu ambaye amekuwa kiongozi mwandamizi kwenye nchi nyingine zinazoheshimu watu. Hawa ni waasisi wa nchi yetu waliobaki, wakishasema wameona mengi, ni kauli ya nchi. Amezungumza Mzee Butiku, amezungumza TC, na mpaka wakampiga Padri Kitima. Baraza la Maaskofu Katoliki, taasisi kubwa kabisa kwenye nchi hii, ambayo pengine na watu wengi sana kwenye nchi hii, amezungumza. Shura Maimamu wakina Sheikh Pondo amezungumza KKT. Barozi zote za nchi zimezungumza kwamba kuna need ya kufanya mabadiliko. Hao watu ambao hawasikii kauli ni kina nani hapa? Wamebaki CCM na vikaragosi wake wachache wanaowatumia ndio wanasema uchaguzi unawezekana kwa njia hii. Watu wengine wote watu wenye maono, watu wa kweli wamesema uchaguzi hauwezekani bila mabadiliko. Kwa hiyo tunazipongeza taasisi zote ambazo zimetoa kauli. Kamati kuu yetu imetambua. Kamati kuu ya chama chetu imeazimia kuwa chama kiendelee kutoa mafunzo ya viongozi kwa ngazi za kanda, mikoa ambayo haijafanya mafunzo. Kanda ambazo zinanufaika na mafunzo ya awamu hii ni pamoja na kanda ya Pwani, kanda ya Kaskazini, kanda ya Unguja, kanda ya Pemba, kanda ya Nyasa. Aidha, kanda ambazo chama kimeshafanya mafunzo, kamati kuu ya chama imeelekeza kuwa ngazi za kanda husika ziendelee kufanya mafunzo ya viongozi kwa ngazi za majimbo, kata na matawi. Kwa mkisikia kelele zinapigwa huko Chadema inakufa, unaweza ukafikiri hakuna program zinafanyika. Na bahati nzuri vyombo vya nchi viko control vya habari. Vingine vinajifanyia self censorship, wengine vinaelekezwa nini cha kuandika, wengine wana agenda zidi ya Chadema, kila siku wao ni kuandika Chadema inakufa, Chadema inakufa. Kuna kazi kubwa inaendelea, kuna mafunzo yanaendelea kila kanda hivi tunavyozungumza, na yataendelea. Kwa hiyo kuna kazi kubwa inaendelea ya training, kwa sababu sisi ni kisima cha kutoa watu wenye weledi wazuri wengine, na tumefanya hivyo sana. Mimi na John Mnyika ni kizazi cha pili cha chama hiki, tumekulia humu. Miaka michache iliyopita mimi nilikuwa mwanafunzi kama nyie, sikuwahi kudream kwamba ningeweza kufika hapa nilipofika. Nimekuwa kwenye chama, nimekuwa mwaminifu na safari inaendelea. Kwa ndugu zangu, mafunzo kamati kuu imetambua na imesema yaendelee kwenye kanda ambazo hazijapata, na yataendelea. Azimio namba 5, ili kupata viongozi wenye weledi ambao watatumika kwa manufaa ya chama na taifa hili, kamati kuu ya chama imejadili na kuridhia kwamba mwaka huu 2025 chama kianze utaratibu wa mafunzo ya leadership award kwa vijana na wanawake. Na hili ni la kwenu sasa. Kwa chama kitafanya mafunzo kwa siku mtakazoambiwa mwenyekiti, ya leadership award ambayo tumekuwa tukifanya
mara nyingi, na wengi tumewatrain hata miongoni mwa walioondoka ndani na nje. Kwa mtapata hizo nafasi, mtaelekezwa namna ya kuapply, mtapata mafunzo ili mkawe viongozi. Humu ndani yenu kuna rais, kuna mwenyekiti, kuna nani, uwezekano huo upo kwa sababu na sisi tumetoka huko. Azimio namba 6. Kamati kuu ya chama imeazimia kuelekeza kwamba kila mamlaka ya chama isimamie na kuhakikisha nafasi zote zilizoachwa wazi kwenye chama na mabaraza zinazibwa. Kazi ya kuziba mapengo yaliyo wazi ianze kufanyika ndani ya siku 14 kuanzia leo tarehe 25 Mei. Sasa kuna watu wameondoka wakafikiri wao ni maarufu sana kwenye chama. Na nilipokuwa Msoma nilihutubia, nikatoa mfano ambao wameutumia wakati wanapotaka, lakini hainisababishi mimi nisiutumie huo mfano. Wale tunaosoma Biblia, kuna yule punda aliyembeba Yesu. Wakati anapita wanampokea Yesu kwa matawi, wanatandika kanga chini, wanamshangilia. Alijua ni yeye anashangilia. Kumbe alikuwa anashangiliwa yule aliyekuwa amembeba. Baadaye yule punda aliporudi pale peke yake, alikula mijeledi kweli kweli. Kuna watu kupitia Chadema hii wameshangiliwa sana, wakafikiri ni wao, wakafikiri wao ni maarufu. Lakini sisi tunawaruhusu waende bila Chadema. Na bahati mbaya sana hawajawahi kushinda hata udiwani, hata ubunge. They know nothing. Hawajui chochote what it takes mtu kuwa mbunge. Alafu wanasema wana akili kuliko katibu mkuu ambaye ni serial winner, ameshinda ubunge 10 mara miaka 10. Kuna mtu anasema kwamba mimi ndio nilikuwa engineer. Amegombea ubunge miaka 20. Hajai kupata hata 30%. Kuna wengine hata kwenye ule upepo wa Lowassa mkoa mzima walishinda, akashindwa yeye tu mmoja. Hapo leo nasema mashine tunawaangalia. Kwa ndugu zangu, kamati kuu imeazimia mapengo yote yazibwe, na tuna watu wengi kwa kweli. Sikiliza, hakuna chama ambacho kinaweza kuitisha mkutano organic kwamba hapa Kinondoni Chadema inahutubia kikajaza kama sisi, including CCM. Hakipo. CCM ili wafanye mkutano, shule zinafungwa, wanafunzi wanaambiwa vaeni uniform, nguo za kawaida, na kuna sehemu wameenda kama Maswa wamekosa mkutano. Mmemsikia mzee wa Mpox anapiga kelele. Kuna sehemu ameenda eti anajaribu kutujibu tulikopita, hamna mtu. Ameenda Maswa Mpox hajapata watu. Mnamjua Mpox na Ebola. Kwa hiyo hakuna chama kina uwezo. Ndio maana wanafikiri kwamba wakichukua watu kutoka Chadema kwamba sasa ndio watajigeuza wawe Chadema. Chadema ni imani, ni mwelekeo, ni hope ya watu. Na ni kwa sababu ya misimamo yetu. Wananchi wanatuunga mkono kwa sababu ya misimamo yetu ya kweli. Hiki chama hakina ambaye yuko juu. Tumewahi kufukuza watu hapa tuliowapenda kuliko mtu yoyote. Hiki chama kilimfukuza Kitila Mkumbo, kilimfukuza Zito Kabwe, hiki chama akiwa maarufu ndio naibu katibu mkuu. Hakuna mtu ambaye anazidi hiki chama maarufu na ngumu, hayupo. Kwa tuaziba haya mapengo within no time. Within 14 days tutakuwa tumefanya chaguzi proper na watu wameingia kwenye kanda. Kama mtu anashuka, mwingine anapanda, anaziba pale gepu. Na nyie mna uwezo huo, mwara msiogope. Nimeanza kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya wilaya nikiwa chuoni kama nyinyi. Kamati kuu ya chama imepokea na kujadili ukiukwaji wa haki za binadamu unaoendelea hapa nchini na imelaani vitendo
vya utekwaji na kupotezwa kwa wanachama wetu Mdude Nyangali. Vitendo hivi vya utekaji na kupotezwa kwa wanachama wetu vimeshamiri na vinaratibiwa na watu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tarehe 2 mwezi wa 5 saa 7 usiku, mwanachama wetu Mdude Nyangali alichukuliwa nyumbani kwake na hadi sasa hajulikani alipo. Imekuwa ni mazoea kwa watu wetu wa Chadema kupotezwa. Tumefikia mwisho wa uvumilivu. Kamati kuu imesema tumefikia mwisho wa uvumilivu. Na katika haya matendo haya, jeshi la polisi chini ya IGP Camillus Wambura iliwakamata na kuwatesa kisha kuwatupa polini viongozi wa chama mchana kweupe. Viongozi wetu ambao ni John Pambaru, mkurugenzi wetu wa mafunzo na uchaguzi, ambaye amevunjwa mpaka sasa ni anaendelea kupata matibabu. Twaha Moipaya ambaye alipigwa mwili mzima. Ali Ibrahim Juma, naibu katibu mkuu Zanzibar, alivunjwa mguu na mkono. Saidi Mzee, makamu mwenyekiti wetu Zanzibar, alipigwa mwili mzima. Tito Kitalika, mkurugenzi wetu wa fedha, ambaye amevunjwa mguu. Lucas Ngoto, mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kanda ya Serengeti, ambaye naye alivunjwa mguu. Peter Alex, mwanachama, alipigwa mguu na unyayo, bado anahangaika. Emmanuel Sereberin, Robert Mazigo, Ali Ismail, Bwire Nyangero, Nasri Said, Omar Toto, Rafael Makara, Shaban Kirita, Eric Bulenga, Pendo Kireo. Kamati kuu imejiridhisha kwamba vitendo vya unyanyasaji, ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa demokrasia unaofanywa hapa nchini unafanywa na vyombo vya dola. Moja, kipekee kabisa, kamati kuu imerani vitendo vilivyofanywa dhidi ya Boniface Mwangi, mwanaharakati kutoka Kenya, na Agatha Atuhaire, mwanasheria na mwandishi wa habari kutoka Uganda. Chama pia tulifuatilia swala hili kwa kwenda polisi juu ya kuwakamata kwao. Taarifa tuliyopewa na Deputy ZDCO ni kwamba Boniface Mwangi alisafirishwa kwa gari na kwamba Bi Agatha Atuhaire alisafirishwa kwa ndege kwa kusindikizwa na maaskari wa Tanzania. Lakini kinyume chake, huyu binti Agatha amezungumza na dunia nzima imesikia kwamba aliteswa akiwa kwenye mikono ya vyombo vya dola, akavuliwa nguo, akafanyiwa vitendo vya udhalilishaji. Na Boniface Mwangi hivyo hivyo, wakiwa wanapigwa wanaambiwa watamke maneno kwamba Samia anafanya nini? Eti asante Samia. Haya matendo ni kama aliyofanyiwa Pendo.